Hebu jiulize hili. Kuna chakula kidogo sana kisicho na gharama kubwa, lakini kinaweza kuanza kubadilisha mwili wako ndani ya siku chache tu. Lakini watu wengi wanakipuuza kabisa. Kinaweza kuwa sokoni, nyumbani kwako, au hata umetupa mara nyingi bila kujua thamani yake. Nazungumzia mbegu za maboga. Leo hautapata hadithi ya kawaida. Utagundua kuwa ni nini kinabadilika mwilini mwako ukianza kutumia mbegu za maboga ndani ya wiki kadhaa. Na mwisho nitakuonyesha makosa makubwa ambayo watu wengi hufanya yanayoharibu faida zake bila kujua. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Kwa nini mbegu za maboga ni dhahabu ya asili? Mbegu za maboga si chakula cha kawaida. Ni kama kifurushi chenye virutubisho ndani ya kitu kidogo sana. Kwani zina zinki ambazo kupatia mwili nguvu na zina kinga pia. Magnesium, kuna iron yani madini ya chuma, lakini kuna omega 3, kuna protini ya asili, lakini pia kuna antioxidant kali. Kwa maneno rahisi, ni chakula kinachosaidia mwili kujirekebisha wenyewe. Nini huanza kutokea siku ya kwanza mpaka siku ya 7 unapoanza kutumia mbegu za maboga? Watu wengi hawajui hii. Ukianza kula kila siku, mwili unapata nishati mpya. Uchovu wa muda mrefu huanza kupungua, mwili unakuwa mwepesi, unajihisi na nguvu hata bila kufanya mazoezi mazito. Ubongo unakuwa wa haraka, yani sharp zaidi. Focus inaongezeka, kusahau kunapungua, mawazo yanakuwa sawa, na wengine huanza kuona tofauti ndani ya wiki ya kwanza pekee. Wiki ya pili hadi wiki ya 4, mabadiliko ya kweli huanza kuonekana. Hapa ndipo mwili unaanza kujijenga upya. Moyo unazidi kuwa imara, mzunguko wa damu unakuwa bora, shinikizo la damu linaweza kuwa sawa, na hatari ya magonjwa ya moyo hupungua. Lakini pia kinga ya mwili inaimarika, huugui mara kwa mara, mwili unapambana na maambukizi kwa njia rahisi zaidi. Lakini pia mwili unapata uwiano sahihi, sukari ya damu inakuwa sawa, hamu ya vyakula visivyo na afya inapungua. Nguvu kwa wanaume. Hapa ndipo mbegu za maboga zinapojulikana zaidi duniani. Kusaidia homoni ya kiume inaitwa testosterone. Zinki iliyopo inasaidia uzalishaji wa homoni za kiume na huongeza nguvu na stamina kwa wanaume. Afya ya tezi dume. Husaidia kupunguza matatizo ya mfumo wa mkojo, kuimarisha afya ya mfumo wa uzazi. Ndio maana zinaitwa food for men strength, yani chakula cha wanaume ambacho kinasaidia kupatia nguvu. Kwa wanawake na mabadiliko ya mwili. Kwa wanawake pia ni muhimu sana. Homoni zinakuwa balanced, zinakuwa sawa zaidi. Maumivu ya kipindi cha hedhi yanaweza kupungua. Ngozi inakuwa na afya na glow ya asili, yani ukuaji wa asili. Usingizi unakuwa bora zaidi. Sehemu nyingine ni katika maeneo ya usingizi na utulivu. Kuna kitu hapa cha siri. Mbegu za maboga zina compound inayosaidia mwili kutengeneza homoni ya usingizi. Matokeo yake unalala haraka, huamki katikati ya usiku mara kwa mara, usingizi unakuwa wa kina zaidi. Hii ni moja faida ambayo watu wengi hawawezi kukosa wanapotumia chakula hiki. Mmeng'enyo wa chakula. Ukila kila siku, tumbo linachakata chakula vizuri, tatizo la kupata choo kigumu linapungua na gesi tumboni hupungua. Na muhimu zaidi, mwili unafyonza virutubisho vizuri zaidi. Makosa makubwa ambayo watu wengi hufanya ni pamoja na kula kwa kiasi kikubwa sana kwa wakati mmoja, kuzikaanga kwa mafuta mengi sana, kula zilizochomwa sana zinaungua virutubisho, kuzichanganya na sukari nyingi. Haya yote hupunguza faida zake. Njia bora ya kutumia ni pamoja na kijiko 1 mpaka 2 kwa siku. Mbichi unaweza ukakanga kidogo na ukasaga unga na ukatumia
kwa kijiko kimoja mpaka viwili kwa siku kwa muda siku 14, au changanya kwenye uji, matunda au mtindi. Kuna vyakula vingi duniani, lakini vichache sana vinaweza kusaidia mwili kwa kiwango hiki kikubwa. Mbegu za maboga ni miongoni mwa vyakula hivyo. Lakini kumbuka, sio dawa, ni msaada wa lishe. Naamini umejifunza jambo katika video hii ya leo. Tukutane katika mada nyingine. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.